بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. صلى الله على نبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد aliyotangulia, huu ni mfululizo wa darasa zetu zinazohusiana na as-sufiyya fi sawahil sharq afriqiya wa juzuriha almulhaqati biha, usufi katika mwambao wa Afrika Mashariki na visiwa vyake. Tulieleza huko nyuma historia fupi inayohusiana na kuingia Uislamu katika miji hii. Historia hii ikatupelekea kuelezea baadhi ya mambo muhimu kama mafungamano yaliyokuwepo baina ya wenyeji wa Afrika ya Mashariki na wageni waliotokea bara Arabu na yale yaliyozalikana baada ya hapo. Kadhalika tumezungumzia maulama mashuhuri waliotangaa katika miji yetu, hasa kuanzia karne ya 13 Hijiria mpaka karne ya 15. Tukawataja maulama waliopita katika miji ya Lamu, Mombasa, Zanzibar na Tanga. Na baada ya hapo tukaingia moja kwa moja kwenye maudhui hii katika kuelezea usufi ni nini, maana ya neno hili na chanzo chake, yani wapi limechukuliwa neno hili, maana yake ni nini na taarifu yake kiistilahi. Kadhalika tukaanza kuelezea vipindi ambavyo usufi umepita, na maelezo haya au ufafanuzi huu wa kuelezea marahili hizi, sehemu kubwa tumechukua maelezo yake kutoka kwa al-Imam Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Talbisu Iblis. Mwanachuoni huyu pamoja na vingineo ni watu ambao wameishi
katika zama hizo pamoja na hao masufi wa zamani, kwa sababu yeye aliishi hasa katika karne ya 6 Hijiria na kufariki mwishoni mwa karne hiyo ya 6 ambao ilikuwa ni mwaka 597 Hijiria. Mwanachuoni katika fani mbalimbali ikiwemo historia, na ana kitabu kikubwa cha tarikh. Sasa yeye anaelezea yale ambayo ameyadiriki na yale aliyopokea huko nyuma mpaka wakati wake, na haya kwa wazi kwenye kitabu Talbis Iblis. Na hayo anaeleza yana ushahidi, kwa sababu sisi katika misingi ya dini yetu inavyotuongoza ni kwamba habari zote zinajengwa katika misingi, na hasa msingi mkubwa ni isnad. Na unapoegemeza maneno, unaponukuu maneno, unatakiwa uegemeze kwa aliyeyasema, ima kwa kunukuu kutoka kwenye kitabu chake. Na walilahi alhamdu, kwa kiasi kikubwa anaeleza al-Imam Ibn al-Jawzi ndiyo yaliyokuwemo kwenye vitabu vya masufi, bali ndiyo ambayo yamenukuliwa na maulama wengine wenye kutegemewa. Kwa hiyo yale aliyoyataja imamu huyu hakuyataja kwa kuwazulia, hakuwazulia. Kadhalika hakuyatunga kutoka kwenye nafsi yake kwa kuleta habari za kuungaunga ambazo hazina asanidi. Kama wanavyofanya watu wengine wasiokuwa na amana katika mambo ya elimu na mambo ya taaluma. Kwa hiyo pia tunaposoma vitabu au maelezo yaliyotaja kwenye kitabu hiki, tunafanya mukarana, wakati mwingine tunalazimika kulinganisha yale yanayosema na yale yaliyomo kwenye vitabu vya masufi, ili tuweze kupata picha kamili. Sasa bado tuko kwenye kukisoma kitabu chake, kwa sababu bado anafafanua vipindi ambavyo masufi wamepita. Ametaja hatua baada ya hatua, lakini vipindi vyote ukivikusanya vinatokea vipindi vitatu, kama tutakavyokuja kuhitimisha baada ya kumalizia nukuu zetu kutoka kwake insha Allah. Kitabu Talbis Iblis ni kitabu ambacho ni rahisi kukipata, kinapatikana katika miji yetu, katika baadhi ya maduka. Kwa hiyo mtu akitaka uhakika wa haya tunayosema, atafute kitabu Talbis Iblis cha Ibn al-Jawzi, afungue mlango wa 10 ambao ametaja talbisi ya Ibilisi kwa masufi, namna Ibilisi alivyochezea asufia. Sasa tulipotoka huko mwanzo, al-Imam rahimahullahu ta'ala ametuelezea kwamba tasawuf hapo mwanzo kuanza kwake ilikuwa ni zuhudi. Watu walianza kwa sura ya kuipa nyongo dunia na kuielekea akhira, kwa maana kutokuwa na pupa na dunia, bali kuwa na pupa na akhira. Lakini mambo yalikwenda yakabadilika kidogo kidogo,
watu wakatoka katika masala ya zuhudi pakaingia kitu kingine mbali kabisa. Kuna mambo mengine yaliingia katikati. Al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi akayataja mambo hayo kwenye kitabu hiki na tumeyasoma jana, kwamba pakaanza kuingia nyimbo, pakaingia kupandisha midadi, pakaingia kupiga ngoma, pakaingia swala la kupiga makofi na kucheza. Yani mambo yalianza kuingia, na baadhi ya wanawachuoni waliyadiriki na waliyakemea. Kina Imam Malik walitoa taarifa tu kwamba huko sehemu za Nasibin kuna watu wanakusanyika. Mwanafunzi wake anamwambia, na haya ameyataja katika Al-Qadhi Iyadh, ameyataja maneno haya kwamba mmoja katika wanafunzi Imam Malik alisema kwamba huko kwetu huko sehemu za Nasibin kuna watu wanakusanyika wanaitwa Sufia. Yeye akasema, nitakuja kuyataja huko mbeleni na kitabu nitakuja nacho insha Allah. Wanakula sana, kisha ushakula mmoja wao anasimama anaimba, alafu wanacheza. Imam Malik akacheka sana, akauliza, asibiyanuhum, je, wao ni watoto? Akamwambia hapana, wao ni watu wazima wenye ndevu. Akasema, ni wenda wazimu? Akamwambia hapana, bal hum uqala, ni watu wenye akili timamu. Akasema, sijawahi kusikia mtu katika Uislamu afanye jambo kama hili. Sijawahi kusikia katika Uislamu kwamba watu wafanya hivyo, waimba alafu wacheza. Mimi sijawahi kusikia katika Uislamu jambo kama hili. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, na haya yamenukuliwa na al-Imam al-Qadhi Iyadh bin Musa katika kitabu chake Taqribul Madarik wa Tartibul Masalik. Sija kidhibiti zaidi, lakini iko nacho katika juzu kama 5 hivi, ametaja maneno haya. Bali al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitoka Baghdadi kuja zake Misri, anahama, akawa anawaambia wanafunzi wake, huko Baghdadi nimewaacha watu kazi yao wao ni kufanya taghbir. Taghbir ndiyo hii wanaita samaa, nyimbo, alafu wanapiga kigoma fulani hivi kama tulivyoeleza jana, na mara nyingine hutumia fimbo wakipiga kwenye ngozi au katika mto wa kulalia wisada, alafu watu wanacheza. Akasema wao ni zanadiqa, na walikuwa ni masufi. Kwa hiyo mambo yalikuwa yanabadilika kila baada ya muda fulani. Umetoka katika zuhudi na watu kukaa faragha katika sehemu za ibada na kufanya ibada sana na kuipa nyongo dunia, ikaingia katika sura ya kuimba. Sasa watu wakaanza kuimba, wakaimba, na huku mara wanacheza, mara wanapiga kofi, mara inapigwa ngoma. Na haya yanayotajwa kwamba yalitokea hapo zamani na wanawachuoni wakayakemea, ndiyo yanayofanyika hivi leo, bali ashad zaidi ya hivyo. Sasa al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala akaeleza aliyoeleza kwenye kitabu chake hiki, akawataja baadhi ya wanawazuoni waliomili katika jambo hili la usufi, wakaandika vitabu kama Al-Harith Al-Muhasibi, akatengeneza sehemu katika mambo ya tasawuf. Sasa anasema katika aliyosema kwamba wa mazala ibilisu
yukhbituhum bifununi albid'i, hakuacha kuwa ibilisi anawatumbukiza wao, anawaangusha wao kwenye fununi, fani mbalimbali za bid'a, hatta ja'alu li anfusihim sunana, mpaka wakajiwekea wao wenyewe kwa nafsi zao sunan. Akamtaja katika waliofanya hivyo alikuwa ni Abu Abdurrahman as-Sulami, akatunga kitabu alichokiita Sunan, akakusanya humo ndani masala ya tafsiri zao, akataja mambo ya ajabu ajabu, ikawa tafsiri anayozitaja ziko mbali na misingi ya ilmu. Akashangaa sana Ibn al-Jawzi, akasema wal ajabu min wara'ihim fi at-ta'ami wa inbisatihim fi al-Qur'an, na jambo la ajabu ni kule kujichunga kwao katika vyakula, lakini kukunjuka kwao katika Qur'an. Ili swala la kujichunga kwao kwenye chakula, wakati nikipitia kitabu hiki, kitabu cha masufi chaitwa Al-Mizan al-Kubra, kimeandikwa na Abu al-Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad al-Ansari al-maarufu bi-Sha'rani. Abdul Wahhab al-Sha'rani katika kitabu chake hiki Al-Mizan al-Kubra, ni juzuu ya kwanza, kitabu kina juzuu 4, anaeleza katika ukurasa wa 15 juzuu ya kwanza, Ash-Sha'rani alikuwa anaelezea kaifa alwusulu ila ittila'i ala aini ash-sharia, vipi utaweza kufika kwenye kutokezea, kwenye kufahamu kwenye ile dhati ya sheria. Kuna mambo mengi ya ajabu, lakini haya tuyaache kwanza kwa sababu yatakuja wakati wake. Wao wanatakiri kwamba mtu anaweza kupata elimu bila ya kusoma. Sasa anasema كيف الوصول katika fasl, in qala qa'il kayfa alwusul ila ittila'i ala 'ayn ash-shari'ah al-mutahhara, ikiwa atasema mwenye kusema vipi kufika kwenye kutokezea kwenye dhati na aini ya sheria iliyotaharishwa, allati yashhadu al-insanu iqtirafa jami' al-mujtahidin madhahibahum minha, sheria ambayo anashuhudia mwanadamu kuchota mujtahidina wote madhehebu yao kutoka kwenye sheria hiyo. ويشهد تساويها, na anashuhudia kule kulingana sawa kwake, kullaha fi sihhati kashfan wa yaqinan la imanan wa tasliman faqat wala dhannan wa takhmina, katika kusihi kwa njia ya kashfu na yaqini, na si kwa imani na taslimi peke yake, wala kwa dhanna wala takhmin, yani kwa njia ya kukadiria tu kwa kudhania. Akataja asema fal jawab طريق الوصول إلى ذلك, njia ya kufikia kwenda kwenye hilo, huwa suluku ala yadi shaykhin arif, ni kwenda ni kufuata kupitia mkono wa shekhe mtambuzi, ala yadi shaykhi arifin bimizani kulli harakatin wa sukun, kupitia mkono wa shekhe mwenye kutambua mizani ya kila tukutiko na kila utulivu. lakini yasema bishart an yuslimahu nafsahu yatasarrafu fiha wa fi amwaliha wa iyaliha kayfa shaa, ma'a inshirahi qalbi almurid lidhalika kull alinshirahi, yani uwe na shekhe atakayekushika mkono, atakayekuongoza katika jambo, lakini kwa sharti lazima huyu anayetaka kujua aisalimishe nafsi yake kwa huyo shekhe amtumie yeye na aitumie mali yake. Yani wewe ujipeleke kwa shekhe akutumie wewe na atumie mali yako na familia yako vile anavyotaka, alafu na wewe moyo wako huo umekunjuka kabisa, wala huna wasiwasi. Ujipeleke kwa shekhe, waambie shekhe, mimi wako, mimi mali zangu, watoto wangu na wake zangu, wewe tutumie unavyotaka. Alafu vile anavyotumia shekhe, wewe huo umeridhika. Sio mbona shekhe kachukua shilingi 10,000 yangu sasa, mbona shekhe kachukua hivi bwana, mbona shekhe, usihoji. Haya ni mambo ya kwenye kitabu hiki na mambo ya kuna namna hiyo. Sasa akaendelea kueleza
anasema wa amma man yaqulu lahu shaykhuhu, ama yule ambaye atasema kumwambia yeye shekhi wake, ni shekhi atamwambia yeye talliq imra'atak, muache mke wako, au asqit haqqaka min malik, au ondosha haki yako kutoka kwenye mali yako, au wadhifatika, au katika wadhifa wako mathalan, fayatawaqqaf, ikawa huyu ana sita anasangaa muache mke wako. Sasa shekhi akisangaa akasimama akasita, fala yashummu min tariqi alwusuli ila aini alshari'ati almadhkurati raihatan, huyu hataweza kunusa njia ya kufikia kwenye dhati ya hiyo sheria iliyotajwa, hata nusu harufu. Walau abada Allah ta'ala alfa'an, ijapo kama tamwabudu Allah hali ya kuwa ametukuka miaka 1000 bihasabi al'adati alghaliba, kwa kiasi ile ada ghalibani, kama hivi tunavyoswali tunavyofunga, ufanye hivi mara miaka 1000 uweze kufanikiwa, maadamu shekhi pale alipokuambia mwache mke wako, wewe ukasita kidogo, lazima ukubali, ujiachie kwake 100%, usirudi nyuma. Haya tutakuja kueleza wakati wa kueleza mambo ya murid. Natanguliza tu kwa maana hapa kuna ibara nilikuwa naitaka. Sasa akasema fa in qulta fa hal thamma shurutun ukhra fi hali as-suluk, au fa in qultu, nikisema je kuna shuruti nyingine katika hali ya suluki, faljawabu na'am, jawabu ndiyo. min ash-shuruti alla yamkutha lahdatan ala hadathin fi layl au nahari, miongoni mwa shuruti ni kutokana na hadath katika wakati wa mchana. Asema ni kutoka japokuwa kitambo kidogo, kukaa na hadath katika wakati wa usiku wala katika wakati wa mchana. Wala yuftiru muddata sulukihi illa li dharura, na wala asifungue katika muda wa suluki yake hiyo isipokuwa kwa dharura. Siku zote awe amefunga, labda awe kwa ameumwa, utokee dharura. Wala yaakulu shay'an fihi ruhun, na wala asile kitu chochote ndani yake kuna roho. Asile kuku huyo, asile samaki, asile nyama kama ni ng'ombe, mbuzi, kondoo, zote asile, msababu ni viumbe vyenye roho. Ale majani, chicha, kabichi na vinginevyo. Wala yakulu illa inda husuli muqaddimati al-ittirar, na wala asile isipokuwa wakati wa kupatikana sasa utangulizi wa mambo ya wakati wa dharura. Sasa kwamba sasa kama elekea kufa hivi ndo aanze kula. Sasa hali ilishakuwa mbaya, imebadilika sasa, sio kidogo tu umekula, asile mpaka afike kwenye hali ya dharura. Wala yakulu min ta'ami ahadin la yatawarra'u fi maksabihi, na wala asile katika chakula cha mtu yoyote ambaye hajichungi katika chumo lake. Kama yut'imuhu an-nasu liajli salahihi wa zuhdihi, kama yule ambaye wanamlisha yeye watu kwa sababu ya wema wake na zuhudi yake. Wa kama yabi'u ala man la yatawarra'u min al-fallahin wa a'wani al-ulat, kama yule anayeuza vitu kwa wale kuwauzia wale ambao hawajichungi. Wanakuja watu wote, amekuja huwa muuzia. Sasa yule mtu ambaye tabia yake kuwauzia watu wote tu ambao hawajichungi, miongoni mwa wakulima na wasaidizi wa watawala, kadhalika usile chakula chake. Kwa maana kwamba umefungua sehemu yako, gongi lako, kama uko sokoni au wapi, kwa hiyo amekuja kila mtu anakuja wamuuzia bila kumuuliza wewe kutoka wapi, wafanya kazi gani wewe hivi, mimi nafanya kazi si uko TRA, mimi siwezi kukuuzia wewe, nenda zako. Wewe sema mimi nafanya kazi sijui TANESCO, mimi siwezi kukuuzia. Yani waangalia watu wafanya chakula, utauza kweli? Sasa pia chakula cha mtu huyo asema usile. Alifikia kusema safa in qala qail fama kana kayfiyat suluki sahibi hadhihi almizan, akisema mwenye kusema basi vipi ilikuwa namna ya suluki ya mwenye hii almizan, yani yeye Abu al-Mawahib al-Sha'rani. Sasa kwani wewe ulikuwaje? Wewe ndio maana yake, wewe hali yako ilikuwaje mpaka ukafikia hapo ulipofika? Faljawab,
jawabu yasema inni akhadtuha awalan anil Khadri alayhi salam, asema mimi nimeichukua hii sheria, nimeichukua sheria mara ya kwanza kabisa kutoka kwa al-Khadir alayhi salam, yule sahibu Musa, ilman wa imanan wa tasliman, nimechukua hali ya kuwa ni ilmu na kwa imani na taslim. Thumma inni akhadtu fi suluki ala yadi sayyidi Ali al-Khawwas, kisha mimi nikaichukua katika nikashika suluki kupitia mkono wa Sayyid Ali al-Khawwas, hatta tala'tu ala aini ash-shari'a dhawqan wa kashfan wa yaqinan la ashukku fihi, nikaichukua sheria hii kwa dhawq na kashf. Hivi ni vitu tutakuja kuvitaja huko mbeleni, na yaqini, na hakuna shaka ndani yake. Fajahadtu fi nafsi kadha kadha sana, nasema nikaipinda nafsi yangu kadha kadha kwa mwaka. Waja'altu li hablan fi saqaf, na nikajiwekea mimi kamba kwenye paa la nyumba, kwenye sakafu, fi saqfi khalwati, katika sakafu kwenye paa la faragha yangu, sehemu yangu ambayo mimi nakaa faragha. Adha'uhu fi unuqi, kamba ile naiweka katika shingo yangu. Hatta la adha jambi ala al-ardh, ili nisije nikaweka ubavu wangu kwenye ardhi. Ni kamba nikifanya hivi yanizuia, siwezi kwenda kula silali yani. Wabalaghtu fi at-tawarru'i hatta kuntu asifu at-turaba, mahali shahidi hapa. Nasema nikaendelea mno katika tawarru' na kujichunga katika mambo ya vyakula mpaka nikafikia ninakula mchanga. Idha lam ajid ta'aman yaliqu bimaqami, pale nitakapokuwa sikupata chakula kinacholingana na nafasi yangu niliyokuwa nayo na takwa niliyokuwa nayo. Kiangalia vyakula hivi vyote haviko sawa, fadhali nile mchanga na kula mchanga. Idha lam ajid ta'aman yaliqu bimaqami alladhi ana alayhi fil wara', nikitopata chakula ambacho kinalingana na nafasi yangu na makamu yangu ambayo mimi niko nayo au niko juu yake katika wara'. Wa kuntu ajidu liturabi dasaman kadasami al-lahm, na nilikuwa ninapata mimi katika mchanga ule napata mafuta, yani kila mchanga kama vile nakula roast na nyama, au samni au laban, au kama vile samni au maziwa. Sema wasabaqani ila nahwi dhalika Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu, famakatha 20 yawman yasifu at-turaba hina faqada al-halala limaqamihi intaha. Asema amenitangulia katika hilo Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu, yeye alikaa siku 20 anakula mchanga wakati alipokosa chakula cha halali. Kwa hiyo Ibn al-Jawzi anasema anawashangaa hawa watu, wal ajab min wara'ihim fi at-ta'am, jambo la ajabu ni kule kufanya wara'a kwao kwenye chakula. Chakula anafanya kuchagua nitakula kipi, nitakula wakati gani. Lakini wambisatihim fil Qur'an, na kule kukunjuka kwao kwenye Qur'an. Qur'an atazungumza anavyotaka yeye, kwamba hii bwana ni ilmu batini hii. Sasa msije mkaona, ndio maana nikasema msije mkaona kwamba haya maneno anayozungumza Ibn al-Jawzi yana kwamba anaunda tu, ni mambo yamo kwenye vitabu vyao wenyewe, na kuna mambo mengi ya ajabu mtakuja kuyaona. Hiki kitabu chaitwa Al-Mizanul Kubra cha Sha'rani, pia kuna Tabaqatul Kubra, lakini hii ni Al-Mizanu Al-Kubra cha Abu al-Mawahib Abdul Wahhab Ahmad al-Ansari al-Sha'rani, katika ukurasa wa 15 juzu ya kwanza. Kisha vile vile akaelezea kwamba Abu Mansur Abdurrahman al-Qazzaz amesimuliwa na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwa sanad kwamba huyo alitunga hicho kitabu As-Sunan. Kwanza yeye mwenyewe si mtu thika, si mtu mkweli wa kuaminika, ananukuu habari nyingi humo As-Sulami kutoka kwa Al-Asam, na hali yakuwa hakumsikia Al-Asam, na alianza kusimulia habari kutoka kwa Al-Asam baada ya kufa al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi. Akatunga hadithi nyingi kuwatungia masufi, visa vingi vya uongo akavitunga akawawekea, na hii ni kawaida kwao. Ndio maana hapa pia nimekuja na kitabu kingine tuje kusoma siku nyingine cha Tafridul Khatir. Tafridul Khatir
في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر. kitabu hiki kimekuja kuzungumzia manaqib za Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, wanasema qaddasa Allahu sirrahu. Asili ya kitabu hiki kiliandikwa katika lugha ya Kifurs na Muhammad Sadiq al-Qadir al-Shihabi, lakini kimefanywa tarjama kwa lugha ya Kiarabu na Sheikh Abdul Qadir Yahya al-Arbili al-Qadiri. Kutokana na yale yaliyomo ndani ya vitabu hivi, mwanzo kabisa akakinga, akasema, ndugu yangu, ilam ya akhi, fahamu wewe ndugu yangu, kwamba kila neno utakayolisikia humu kuhusiana kusifiwa Allah na ukafahamu kwamba alipelekea kwenye upungufu kwa Allah, basi ni wajibu kulisadikisha. Au neno lolote umelisikia kuhusiana na mtume au utume au manabii, basi wewe utakiwa ulisadikishe maadamu halipingani na haki yao. Kadhalika sema, wakadha fi haqqi al-awliya, na vile vile kuhusiana na haki za mawali, idha lam yakun fiha shay'un min khasa'is al-uluhiyyah wan-nubuwah, ikiwa hakuna kitu chochote katika mambo yenye kuhusu uungu na yanayohusu utume, falzam qabuluha, basi italazimu kukubali, wala taati biinkari, wala usije ukaleta kupinga, lianna inkara karamati al-awliya muaddin ila inkari mu'jizati al-anbiya, kwa sababu kupinga karama za mawali kunapelekea kupinga karama na miujiza ya manabii. Yani miujiza, utakuwa unapinga miujiza ya mitume, kwa sababu ajua kwamba kuna habari nyingi za uongo atazitaja huko ndani. Sasa hakwambii kwamba fuatilia sanadi zake au habari, akwambia wewe usipinge haraka, na huo sio msingi wa habari kwa ahli sunnah wal jamaa qatiba. Msingi wa habari inapoletwa kwa ahli sunnati wal jamaa, kwanza ni at-tathabbut, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, katika qiraa fatathabbatu. na Ibn Mubarak anasema, laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a, lau kama sio isnadi angelisema anayetaka anachokitaka, mtu anayetaka angesema anayetaka anachokitaka, zikawekwa isnad, kwa sababu al-isnad inakuwa ni katika dini. Sasa yeye anataja habari za ajabu kabisa ambazo ziko kinyume na Uislamu, alafu akwambia wewe usipate shaka, wewe ukubali hivyo tu, maadamu haipingani na kadhaa, basi wewe kubali tu. Sasa katika Uislamu hakuna msingi huo wa kukubali tu. Misingi iliyowekwa ni kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na aqwali za ahli ilmi, kwamba ni lazima taftishi ipatikane katika habari, na haya ndio waliyofanya masahaba na waliokuja baada yao.